Ndoto yangu ya kwenda kuitwa baba ilikuwa inaenda kutimia, lakini ghafla tu ndoto hiyo imezimika. Nikikumbuka hili jambo, nilipokea kwa furaha sana. Hakika lilikuwa jambo la furaha na matumaini kwetu. Baby, najua nahitaji kwenda kazini na ukizingatia muda umeenda sana. Niambie basi una jambo gani? Maana kama ni mambo ya hela, nimeshakuachia pesa matumizi kwenye dressing table. Kuna shida gani nyingine tena? Doreen, mbona sikuelewi? Una maana gani kunishikisha tumbo lako? We, sitaki kukiamini hicho ambacho nachokifikiria hapa. Sweetheart, usitaki kuniambia una mimba. Usiseme kwa sauti kwamba nina mimba. Sema nina ujauzito wako mume wangu. Oh baby, serious, unataka kunipa na ujauzito? Oh, kwa hiyo soon nitakuwa young daddy in town. Wow. Asante sana Doreen. Asante sana kwa kuniletea baraka hii. Sijui dada yangu atapokea vipi hizi taarifa mbaya, maana alifurahi sana kuitwa shangazi. Ila kwa nini jana alinikatia simu hali ya kuwa yupo vacation na marafiki zake? Atakuwa amekumbwa na nini? Anyway, yule ni mtu mzima, anajitambua. Atakuwa yupo salama tu. Yaani dada, kwa hali uliokuwa nayo jana, yaani jinsi ulivyokuwa kiumwa, mimi mwenyewe nilichanganyikiwa. Mungu mkubwa kukuona hivyo. Ila pole dada, utakuwa sawa. Vipi lakini hali yako? Naendelea vizuri, namshukuru Mungu. Sawa dada, pole. Mungu atakujalia, utakuwa sawa. Naamini utapata mtoto mwingine. Lakini dada, samahani, kuna kitu nilikuwa nahitaji kukwambia. Wewe ongea tu, nakusikia.
Yaani jana baada ya lile tukio, huwezi amini, nimemkuta kaka akiwa amekumbatana na yule binti. Unasemaje? Ndiyo dada. Yaani unasema kabisa umemwona Kai amekumbatiana na yule binti? Ndiyo dada. Yaani walivyokuwa wamekumbatiana, baada ya kuniona kaka kajishtukia, yule binti naye akatoka anavunga eti anaogopa. Nilimkata hilo jicho. Yaani nilitamani hata nifuate pale nimtie makofi. Nilipata hasira. Uliona wamekumbatiana wapi? Dada, pale nje. Yaani dada, mimi nakushauri yule binti dhahiri shaili inaonekana ni mchawi na inaonekana ni chanzo cha ujauzito wako kuharibika. Ila dada, nakushauri yule binti mfukuze. Leo mimba yako imeharibika, kesho tunakuzika. Maana ukiangalia nilifuata chumbani kiutaratibu, lakini dada alivyo nikalipia mpaka mwenyewe nikaogopa. Toka ndani kwangu! Hilo jicho linaonekana kabisa la jicho hilo kali dada. Nikasema jamani, mimi sijaja kwa ubaya. Toka ndani kwangu! Mpaka nywele zikanisisimka nikatoka. Lakini dada, ninavyokuambia, yule ni chanzo pia cha ujauzito wako kuharibika. Maana leo mimba imeharibika dada, kesho tunakuzika wewe. Yuko wapi? Yuko chumbani amelala. Yaani analalaje mpaka sasa hivi? Mimi mwenyewe mama mwenye nyumba nimeamka. Yeye anapata ujasiri gani wa kulala mpaka muda huu? Naomba uende ukaniamshie. Sawa dada. Fanya haraka, nenda kamwamshe. Analalaje mpaka sasa hivi? Yaani mimi mwenyewe nimeamka. Yaani binti ananichanganya. Huyu binti hayupo. Manake tayari kashaondoka. Ana shida gani jamani? Dada, mimi nimeondoka, nimeenda wapi? Anajitafutia matatizo. Haya, mimi dada nitaenda kumwambia nini? Au namtetea vipi kwa dada? Dada, yaani hata ajionee huruma. Mimi nitaenda kumwambia dada sijamkuta. dada, dada, dada. Ndoa yangu ilikuwa inaelekea kuwa na amani kabisa,
Lakini leo hii eti kwa sababu ya mtu mmoja anakuja kuniharibia ujauzito wangu. Siwezi kuruhusu. Kwa nini aniharibia ujauzito wangu? Kama alikuwa anamtaka Kai, si mbona angeniambia? Angeniambia nimwachie kuliko kunifanyia kitu kama hichi. Siwezi kukubaliana na hili jambo. Lazima nifanye kitu. Kwa nini anifanyie vitu kama hivi? Kwa nini aniadhibu kiasi hichi? Kwani mimi nimemkosea nini mpaka aende akanitolea ujauzito wangu? Hata kama alikuwa anamtaka Kai, asingeweza kunifanyia mimi hichi alichonifanyia. Kwa nini anifanyie vitu kama hivi? Dada. Dada. Nataka uniambie, kwa nini umeharibu ujauzito wangu? Nataka kujua. Kwa nini umeniharibia ujauzito wangu? Nataka kujua. Kwa nini umeniharibia ujauzito wangu? Na kwa nini unakumbatiana na mume wangu kila wakati? Una lengo gani na familia yangu? Na umefuata nini hapa nyumbani kwangu? Lakini dada, siongei na wewe. Naongea na huyo mpuzi mwezio. hayupo. Hayupo? Inakuwaje kuwa hayupo? Wewe si ndio unaniambia kwamba yuko ndani amelala? Alafu sasa hivi unakuja hapa unaniambia kwamba hayupo. Hayupo, ameenda hapa. Ndio dada, hayupo. Nimeangalia chumbani kwake, hayupo. Haujui nini Oliva? Hayupo kitu gani? Wewe unanidanganya mimi, si ndio? Lakini dada, unaelewa hilo, anaondoka bila hata kuaga. Nipisha. Yaani nimeamka asubuhi nimejikuta nimeivaa. Vipi? Nimependeza? Maskini kakaangu. Swala la kuharibika ujauzito wa mke wake limemwathiri sana. Sasa nitamsaidiaje? Kaka, wala hata usiwaze sana, kwa sababu hii ni hali ya kawaida tu. Pengine haikuwa riziki yako, Mungu atawajalia, mtapata mtoto mwingine na mtakuwa na furaha. Kaka! Kaka! Tafadhali naombeni msiniue. Naombeni msiniue. Mimi ni mwanamke mwenzenu. Kama ni shida pesa, kakaangu atakupeni. Na kama sio pesa tu, kitu chochote kile atakupeni. Naomba msiniue. Tafadhalini. Naombeni sana. Tafadhalini msinipake hayo mafuta. Nawaombeni sana, msinipake hayo mafuta. Chochote kile mtapewa na kaka yangu. Naombeni sana, mnaniogopesha, naogopa. Tafadhalini. Naogopa sana. Msinipake mafuta. Vipi? Kuna kitu nimesahau? Kai, kila siku nakwambia mume wangu kuwa yule binti sio mtu mzuri, lakini wewe hunielewi.
baada ya yote alionifanyia jana, leo kaamua kunikimbia. Kai, nikwambie kitu gani? Labda mume wangu utanielewa. Kwa nini unakuwa unielewi kwamba huyo binti sio mtu mzuri? Kwa nini anifanyie mimi hivi? Unajua Doreen, nashindwa kukuelewa bado. Huyo binti unayemwongelea si yupo ndani huko? Ndani hayupo. Tumemtafuta kila sehemu, hayupo. Mimi hapa. Na yule binti anavyosema yeye mwenyewe hajijui yeye ni nani. Uoga anaenda wapi? Kai, namtaka yule binti hapa. Sasa kama ndani hayupo, atakuwa ameenda wapi? Kwa sababu muda wote nipo hapa nje na sijamwona akipita hapa. Kaka, ni mimi hapa, mbona sijaenda sehemu? Kwani amnioni? Dada, niko hapa. Oliver, una hakika uko chumbani umekagua vizuri na hayupo? Chumbani kote tumetafuta ni hayupo. Shahidi dada naye tumeenda naye. Mimi hapa. Jamani, niangalieni basi. Uko chini ya uvungu, sijui makabatini, chooni, dining, kote umekagua hayupo. Uani huko pia? Uko kote kaka, nimepita. Kaka, mimi hapa. Niangalieni basi, ni mimi hapa. Kai, namtaka huyo mwanamke wako hapa. Aje aniambie kwa nini amenifanyia mimi vitu kama hivi. La sivyo, mimi na wewe hatutoelewana humu ndani. Doreen, mke wangu. Ni mimi hapa. Kwani jamani, amnioni? Kaka. Niko hapa. Jamani.